nikupongeze kwa kutuonesha kwa vitendo namna ambavyo tunatakiwa kuwatumikia wananchi kwa kuwasikiliza changamoto zao na kuzitatua kwa wakati. Kwa spiriti hii, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumezunguka karibu nusu ya nchi nzima sasa, na kote tunakopita tunatoka tumeacha nyuso za tabasamu kwa wananchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi Wizara ya Nishati, kubwa ambalo wewe kama kiongozi mkuu wa shughuli za serikali pamoja na Mheshimiwa Rais ambaye ndiye rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maelekezo kwetu sisi ni kuhakikisha vijiji na vitongoji na mitaa yote katika nchi ya Tanzania vinawaka umeme. Na kwa maelekezo hayo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika jimbo hili la Butiama, katika vitongoji 350 tumebakiza vitongoji 51, na Wizara ya Nishati inatambua vipo vitongoji katika jimbo hili la Butiama ambavyo havina umeme kama alivyoeleza Mheshimiwa mbunge. Mimi kama naibu waziri najua kitongoji cha Kunguri hakuna umeme. Kweli si kweli? Najua kitongoji cha Bwana hakuna umeme. Najua kitongoji cha Makore hakuna umeme. Najua kuna vitongoji zaidi ya 51 katika jimbo la Butiama hakuna umeme. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwanzoni mwa mwaka huu mwezi wa pili, Mheshimiwa Waziri wa Nishati alishuhudia utiaji saini wa mikataba yenye gharama ya shilingi trilioni 1.2 ya kuhakikisha vitongoji zaidi ya 9,000 nchi nzima vinafikiwa na umeme. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkoa wa Mara peke yake katika fungu la fedha ulipewa bilioni 38,224 kuhakikisha kwamba ifikapo mwishoni mwa mwaka huu angalau zaidi ya 90% ya vitongoji hivyo vimepata umeme. Tafsiri yake ni nini? Mheshimiwa Waziri Mkuu, yako maeneo katika jimbo hili la Butiama ambayo hayajafikiwa kabisa na umeme kwenye vitongoji, na yako maeneo ambayo kwenye kitongoji husika umeme umefika, waya umepita juu, kuna wananchi hawajapata huduma ya umeme. Kweli si kweli? Butiama oye! Dhamira ya Mheshimiwa Rais ametuelekeza katika vitongoji 51 ambazo havijapata umeme, tuhakikishe ifikapo mwaka 2030 vitongoji vyote hivi vinawaka umeme. Na Mheshimiwa Rais ametuelekeza katika maeneo yote ambayo umeme waya umepita juu, wananchi kaya zao zimeachwa bila umeme, ndani ya mwaka huu wa fedha tukafanya miradi ya ujazilizi, watu wale wawashiwe umeme kwa shilingi 27,000. Butiama oye! Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi pia naipenda kazi yangu. Kwa maelekezo hayo namshushia maelekezo meneja wa mkoa wa Mara na meneja wa wilaya ya Butiama kuainisha maeneo yote ambayo nyaya za umeme zimepita juu lakini wananchi hawajapata huduma ya umeme, pale kafungwe transformer na wananchi wale waweze kunufaika, kwa sababu umeme ni uchumi, umeme ni afya na umeme ni maendeleo. Butiama oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaweza kudhani yanayofanyika ni mambo ya kawaida. Katika historia ya mkoa wa Mara, sisi Wizara ya Nishati hatujawahi kutenga, tangu imezaliwa wilaya hii, hatujawahi kutenga bilioni 38 kwa sababu ya umeme. Tutembee kifua mbele, tukijivunia nia ya dhati na dhamira ya dhati ya serikali yetu kuleta umeme katika maeneo yetu. La mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Rais anatupenda sana, na kwa sababu hiyo anahamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia. Mpaka sasa katika eneo hili la Butiama na mkoa wa Mara tumeshasambaza majiko ya gesi zaidi ya 19,000 na majiko banifu zaidi ya 8,000. Lengo la Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha ifikapo mwaka 2030 zaidi ya wananchi 80% tutumie nishati safi ya kupikia. Tunajua hili ni jimbo la muasisi baba wa taifa, tunajua watu wa Butiama ni watunzaji wa mazingira, na tutaendelea kumuunga mkono Mheshimiwa Rais kwa kutumia nishati safi ya kupikia, majiko banifu ambayo yatasaidia kulinda usalama wa mazingira, afya zetu, lakini kuelekeza nguvu kubwa katika ujenzi wa uchumi wa nchi yetu na kutokana na uharibifu wa mazingira.